Jumapili iliyopita, Jumapili ya Matawi, Palm Sunday kwa huko Ukraine na Urusi, ilifanyika shambulio baya sana kuwahi kutokea tangia mwaka huu uanze. Warusi walilifanya ndani ya mji wa Sumi. Hili shambulio ni baya kwa sababu liliua watu wengi na kujeruhi watu wengi. Watu 34 na zaidi ya watu 120 walijeruhiwa. Sasa cha ajabu, Ulaya kama kawaida wamemlaani sana Putin kwa alichokifanya. Na kansela wa Ujerumani huyu mpya ameongea kitu kimoja cha kipumbavu sana. Anasema huu ni muda sasa tumsaidie Zelensky kwa kumpa makombora ya masafa marefu. Kumbuka kashapewa baadhi na Marekani na Uingereza, ambayo ndio alichochea mpaka Putin akaonyesha ile kombora lake la Oresheni kina akawaambia Ulaya anaweza akawapiga sehemu yoyote. Anaweza akapiga mji wote wa Ulaya akitaka kwa ile kombora lake lipi. Ndio maana ukaona kumshambulia Putin ndani kwake kwa kutumia makombora ikawa imepoa. Yaani bora umshambulie Putin na vidrone kuliko kombora. Sasa huyu chancellor mpya, maana ni mpya hajapewa hata ofisi ya nani huyu? Matres. Anadai tumpe Zelensky Taurus missile. Mara ya kwanza kabisa chancellor aliyepita ambaye kwa Olaf Scholz alivyotoa hii idea ya Zelensky kupewa Taurus missile, Medvedev, mkuu wa usalama, kamati ya usalama ya Urusi, alisema hivi, mkimpa huyu mtoto Taurus missile, Iskander zitakuwa kwenye Bundeswehr. Iskander ni makombora bora ya Urusi mnajua. Bundeswehr ni kituo cha kijeshi cha Urusi. Yaani kama unavyosema Marekani Pentagon au Urusi Rostov-on-Don. Kwa kituo cha kijeshi cha Urusi cha Wajerumani ni Bundeswehr. Kwa Medvedev, unajua Warusi wameitawala Ujerumani. Kwa hiyo wanaijua Ujerumani vizuri tu. Kwa Medvedev ndo akatweet kwamba mtoto akipewa Taurus missile, Iskander zitakuwa kwenu. Sasa aka chancellor kapya, sijui kanatafuta sifa ndo kakatoa hilo wazo, tumpe Zelensky Taurus missile ili na yeye ajibu. Hakiwezekani. Hao ndio wanasiasa, napende kuwasikiliza. Napenda kuwafundisha ni namna gani wana maneno ambayo kwanza ni uongo mkubwa, kwa sababu kumpa huyu mtoto Taurus missile ni kumwambia Putin aitume nuclear Berlin faster. Kaongea tu kuwafurahisha wananchi wake. Ujerumani yenyewe inatawaliwa na Marekani, hawana jeshi. Na sijui ameongea kwa kumfurahisha nani huyu kansela mpya wa Ujerumani. Ujerumani wenyewe, ndani ya Ujerumani kuna wanajeshi wangapi wa Marekani? 40,000 ngapi? Anyway, sasa sababu za huyu mji wa Sumi kushambulia. Kwanza building up ya kushambulia mji ilifanyika kama ulisikia kelele, sijui Putin anaandaa wanajeshi 70,000 kwa ajili ya kuvamia mji wa Sumi. Mambo yalikuwa mengi. Huko nyuma nimewaambia ndani ya Ukraine kuna Warusi wanaishi. Kwa kazi yao ni kutoa taarifa. Ni wapi kuna kikao cha kijeshi. Yaani they are giving all necessary information. Wanatoa taarifa zote muhimu za ni kitu gani kinaendelea ndani ya Ukraine. Sasa baada ya hili shambulio ambalo liliumiza watu wengi sana kutoka ndani ya Ukraine, maafisa wa kijeshi wameanza kugombana wenyewe kwa wenyewe kwamba ni kweli walikuwa na kikao ndani ya huo mji cha masuala military, arrangements zote zilishafanyika. Ndio maana Warusi wamejibu kwa kusema kwamba sawa, hata kama wamedhuru raia, halikuwa lengo lao. Lengo lao ilikuwa wamelenga military installation. Wanakuwa na neno fupi sana Warusi. Na ni kweli ndani ya Sumi kulikuwa na kikao cha masuala ya military, ndio maana wenyewe kwa wenyewe wameanza kugombana wa Ukraine kwa makamanda. Achana na Zelensky. Zelensky atakuja atasema Putin mbaya, anaua raia, Putin anapiga, sawa, lakini kuna clips zao makamanda wameanza kuzurushiana maneno wenyewe kwa wenyewe kwamba ilikuwaje hizi taarifa zikawafikia Warusi. Kwa hiyo kweli kulikuwa na kitu kama military organization, yani kulikuwa na kama kikao fulani hivi cha makamanda wa kijeshi kwenye huo mkoa. Na Warusi walikuwa washapata details zote na wanakaa wapi. Kwa hiyo exactly siku ile ya Palm Sunday, Jumapili ya Matawi, kwa kulingana na intelligence ya Warusi ndio ilikuwa siku wanakaa. Kwa probably walihit before kikao au baada ya kikao haijulikani. Lakini ni kweli kulikuwa na arrangement ya kikao ndani ya mkoa wa Sumi. Sasa cha ajabu kwa unyama aliofanya bwana Putin, kulingana na Macron, Kiastama, kelele washapiga sana. Trump amemtetea Putin kwa kusema it was a mistake. Huyo ndio Trump. Trump ana kauli ya kibabe kwa Putin sasa hivi. Ulaya wanajua kabisa dili la Urusi na Marekani haliko mbali. Shida ya Ulaya, hili dili wao hawafaidiki. Kwa hiyo mtaji wa Zelensky kuendelea na ugomvi anaupata Ulaya. Ndio maana kansela kapya ka Ujerumani kanakuja na kauli ya kibabe, tumpe Zelensky Taurus missile. Kumbuka ni makombora ya masafa marefu. Yanakwenda mpaka kilomita 500. Kwa ni makombora bora. Na pia yani ni kama vile unaweza kuifanisha na suicide drone. Yani wanasema pinpoint accurate strike, yani kwamba sehemu waliolenga kuipiga wana uwezo wa kuipiga
Kwa hiyo ni makombora bora. Hata Warusi wanayajua ni bora kweli. Kwa hiyo aka kansela ni kama vile kanatafuta sifa kwa sababu bado kapya. Kwa hiyo kameongea hivyo ili kuwapa moyo akina Keir Starmer, Macron kwamba na mimi ni mmoja wenu, siko kinyume na nyie. Tutengeneze ka coalition ketu kwa sababu Marekani atatuacha ili tupambane na Urusi. Urusi sasa sema, sio Urusi. Waingereza, Wajerumani wote wanajua hii vita kumvamia Mrusi pasipo msaada wa Marekani. Yaani Ulaya inapigwa hivi, wiki itakuwa nyingi kwa sababu Urusi ana makombora ya nyuklia 5,000. Ukijumlisha makombora ya nyuklia yaliyo Ulaya, yani ukichukua ya Uingereza na ya Ufaransa, hayafiki 1,000. Mwenzetu ana 5,000. Maana yake akaamua kutegesha 2,000 si Ulaya yote na kwa majivu. Kwa haka kansela kameongea tu kuonyesha na kako ni kama mwanaume. Lakini Trump ame back down kwa sababu Ijumaa mwakilishi wa Marekani alikuwa Urusi. Bado mazungumzo yanaendelea. Na sio kwamba Trump hajui kwa nini Putin anaendelea kuipiga Ukraine. Trump anajua Putin anaendelea kuipiga Ukraine kwa sababu bado Zelensky anapata huduma zote za kijeshi, anapata silaha, anapata reconnaissance team kutoka Ulaya, kwa sababu Ulaya ndo wanaidrag hii vita iendelee, kwa sababu mkataba wa amani Ulaya hawana faida nao. Ndio maana hutamsikia Trump akiwa na kauli ya kishujaa kwa Putin, kwa sababu timu ya Trump ndio inataka amani na Urusi. Halafu kingine, maneno ya Zelensky kusema kwamba Putin hataki amani, niwakumbushe kidogo nyie timu Marekani. Putin amedanganywa mara ngapi? Yaani Warusi wamedanganywa kama watoto mara ngapi? Walidanganya mara ya kwanza kabisa Gorbachev kwamba NATO haitasogea nchi moja kwenda mashariki. Sawa, ulikuwa ni walielewana kwa mdomo. Kwa hiyo walichukulia kwamba Soviet ni watoto wadogo. Kwa sababu hata kama Gorbachev alidanganywa kwa mdomo kwamba NATO haita expand hata nchi moja kwenda mashariki na wakamdanganya. Kwa hiyo walichukulia Gorbachev ni mtoto. Okay, tutoke huko. Tuje kwenye zile Minsk 1 na Minsk 2. Mpaka yule bibi Angela Merkel akasema hii mikataba miwili tulikuwa tunamwadaa Putin tuijenge Ukraine iwe na nguvu kupigana na Putin. Warusi washajifunza kwenye vingi sana. Kwa hiyo Zelensky ataongea mpaka maneno yote, lakini atapigwa mpaka Warusi wapate wanachokitaka ndani ya Ukraine. Kwa hiyo wewe ambaye unaionea Ukraine huruma, mimi sipendi vita, ila shida ni kwamba hawa majambazi wa magharibi wanachukuliaga binadamu wote ni kama watoto, kwamba yani wao ndio machino, wao ndio wanajua kila kitu, wao ndio wanaweza kila kitu. Putin mpaka apate anachokitaka. Kwa hiyo Waingereza walete mabomu yao, Wafaransa walete mabomu yao, Wajerumani walete mabomu yao, Zelensky atapigwa tu. Shida ya Zelensky au shida ya hii ugomvi, kila anachokipata Zelensky kabla hakijatua Putin ashapata taarifa. Nimekuambia kuna vikao vinafanyikaga ikulu ya Zelensky, Putin ana taarifa. Yaani kila kitu kinachoendelea Putin ana taarifa. Unajuaga hilo? Kawaambie wale walio organize wale mapinduzi ya wanaita Orange Revolution kwamba mipango yao yote iko Kremlin. Yaani simu zao zote ziko Kremlin. Alafu niwakumbushe kingine. Huyu chancellor anayesema kwamba tuwape wa Ukraine Taurus missile, kulikuwa na simu, mazungumzo ya simu kati ya chancellor waziri wa ulinzi wa Ujerumani na mwenzake wa Ufaransa, namna ya kumpa Zelensky makombora ya masafa marefu. Yaani mazungumzo yao yote Warusi walikuwa na rekodi. Wamemaliza kuongea tu, Warusi wakapeleka mazungumzo yao kwenye vyombo vya habari. Ndugu zanguni, kuna watu wanaoitwa Mossad, na wajua wa Israeli, wana intelijentia bora kweli. Kuna watu wanaitwa Dragon na anakuja kwa kasi Mchina. Kuna FSB Warusi. KGB ilipokufa imebaki FSB. Achana na Pentagon na kina Scotland. Akina Pentagon wanabebwa na Mossad. Israeli anafanya ujasusi mkubwa sana, ila hana mtaji wa kutekeleza zile project anazozipata. Kwa kazi yake ni kuwauzia Wafaransa, wa Marekani, Waingereza, wanakuja kwenye platform wanajifanya wana intelligence kali. Intelligence ya Marekani inabebwa na Waisraeli bado. Ila intelligence ya Brusi ni yake kama yeye. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwamba Putin kweli ameharibu ule mji kwa sababu kulikuwa na kikao cha kimilitary na ushahidi umetoka baada ya maafisa wa kijeshi wa Ukraine kugombana wenyewe kwa wenyewe. Pili, Trump amemtetea Putin kwa kusema kwamba it was mistake. Msikilize hapo akisema mwenyewe. Do you have a reaction to Russia's Palm Sunday attack? I think it was terrible, and I was told they made a mistake, but I think it's a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing. I think the war is, for that war to have started, is an abuse of power. This country would have never allowed that war to have started if I were president. When you say they made a mistake in the attack, you said they made a mistake. You were told they made a mistake. Do you mean it was unintentional? They made a mistake. I believe it was. Look, you're going to ask them.
This is Biden's war. This is not my war. Alafu kingine Trump anakuambia this war is not mine, this is Biden's war. Hii vita ilikuwa sio yangu, ilikuwa ni ya Biden. Unajifunza nini kwenye ugomvi? Marekani ni mtu wa maslahi. Elimika usiwe msomi.